ambao maisha yao waliyakabidhi kwa wanadamu wengine, ili yamkini hao wanadamu wamsaidie, ili yamkini hao wanadamu wawe ni msaada kwenye maisha yao, ili yamkini hao wanadamu wakisema kitu maisha yao yabadilike, ili yamkini hao watu wakiwaambia kwamba nina shida hii wawasaidie. Unajua kuna watu walienda huko. Biblia inasema mwanamke alikwenda kwa waganga, na alipofika kwa waganga alimaliza mali yake yote. Biblia inasema aligharimiwa kwa mali yake yote. Mama yule alikuwa nani? Alikuwa tajiri. Sikiliza, ugonjwa unapokuja hauji tu kwa ajili ya kupiga mwili wako. Ugonjwa unapokuja unakuja kutafuta pia na mali yako. Unakuja pia kutafuta na fedha yako. Unakuja kutafuta fedha uliyoitunza benki. Unakuja kutafuta fedha uliyoweka kwenye kibubu. Unakuja kutafuta fedha ambayo ilikuwa ni ya malengo ya kujenga. Ghafla unaahirisha ujenzi, unaenda hospitali. Hauwezi kunaga tripu ya mbao wakati kuna mgonjwa ndani. Utaacha kujenga, utapeleka mgonjwa hospitali. Ugonjwa unakuja kwa ajili ya kutafuna maendeleo yako. Ugonjwa unakuja kwa ajili ya kutafuna biashara yako. Hauwezi kufuata mzigo Dubai au kufuata mzigo Mtukula au kufuata mzigo Mwanza, na wakati unajua kabisa ndani kuna mgonjwa. Fedha ya mtaji utakwenda kutibu mgonjwa. Unanielewa nachokisema? Hauwezi kula vizuri wakati ndani kuna mgonjwa. Unajitahidi ni kumuuliza tu huyu mgonjwa, je, unaweza kula chakula gani nikuandalie? Unaweza kufanya nini nikupeleke? Unajisikia ule nini? Unajisikia kula nini? Vitu vyote vitaishia kwenye ugonjwa. Kwa sababu ugonjwa kazi yake na tatizo kazi yake ni kula amani na kula kile ulichokitunza kama akiba yako. Ni kula malengo yako. Ni kula future yako. Sikilize vizuri. Mateso yanapokuja, magonjwa yanapokuja, mabahati mbaya zinapoingia mbele zako, zinakuja kwa ajili ya kutafuna future yako. Zinakuja kwa ajili ya kutafuna balance yako. Zinakuja kwa ajili ya kutafuna ulichobaki nacho na kuua kabisa malengo ya yule mama yakakatika. Nimekuja kutangaza kwa jina la Yesu. Jioni ya leo natangaza kwa jina la Yesu. Kila ambaye malengo yake yameliwa, itokee neema jioni ya leo. Itokee neema jioni ya leo. Mkono wa Mungu kuguse jioni ya leo. Mkono wa Mungu kuguse popote ulipo. Kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Na yote yaliyoliwa yarejeshwe. Yote yaliyoliwa yarejeshwe. Yote yaliyoliwa yarejeshwe. Biashara yarejeshwe. Na ufukuza ugonjwa kwa jina la Yesu. Na ifukuza hiyo shida kwa jina la Yesu. Na ifukuza hiyo laana kwa jina la Yesu. Na fukuza hiyo tatizo kwa jina la Yesu. Na fukuza hiyo shida kwa jina la Yesu. Tumepewa jina lipitalo majina yote. Kwa kulitaja jina la Yesu, kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Ninalitaja kwa jina la ugonjwa wako, ugonjwa uyayuke kwa jina la Yesu. Nalitaja jina la Yesu kwa ajili ya changamoto uliyoipitia, hiyo changamoto ife kwa jina la Yesu. Nalitaja jina la Yesu kila mahali ulipo struggle yoyote, Bwana kutengeneze njia nyingine, mlango mwingine, nafasi nyingine, fursa nyingine katika jina la Yesu. Ona Yesu. Alipomwona Yesu Kristo. Ndio. Alipomwona Yesu Kristo. Ndio. Aliposikia habari za Yesu. Ndio. Akawa anamtafuta Yesu aliko. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nisijui kama ulikuja hapa kwenye hili kanisa kumtafuta Yesu. Au ulikuja ukasikia watu wanasali ukaja. Ingekuwa heri kama ulisikia habari za Yesu ukaja. Ndio. Kwa sababu ukifika unasikia habari za Yesu, sikiliza nikwambie, magonjwa yako yanapona kwa sababu Yesu yupo. Ukisikia habari zake na ukamfuata Yesu, shida yako inaisha, tatizo lako inaisha, ugonjwa wako unapona, laana inaondoka, mikosi inaondoka, na balaa yanaondoka. Yule mama alisikia habari za Yesu, akaenda nyuma yake. Hakwenda mbele, alishakosa mpaka ujasiri. Ndio. Kuna magonjwa na mashida mengine yanapoingia kwenye maisha yako yanakukosesha ujasiri. Unakosa
confidence. Amina. Unaishi kama mtu asiyejiamini. Ndio. Naongea na mtu anayesikia. Amina. Unanisikia kile ninasema? Yes, man of God. Yanakosesha ujasiri wa kwenda mbele yake. Kwanza kwa sababu zifuatazo. Mtu kama yeye aliyekuwa anatokwa na damu. Ndio. Kwenye jamii ile alionekana ni najisi. Kwa alikuwa ametengwa. Kuna magonjwa mengine yakiingia kwenye maisha yako yanakutenga. Kuna shida nyingine ikiingia kwenye maisha yako wewe mwenyewe unajiweka pembeni. Kwa sababu ya hilo tatizo, huoni msaada kwa wanadamu. Huoni mtu wa kukusaidia. Huoni mwanadamu mwenye huruma anayeweza kukuhurumia sawa sawa na kiwango cha huruma unachokitaka. Kwa unalazimika kurudi nyuma. Unalazimika kukaa namna ambayo ni namna ambayo sio nzuri sana kwa sababu ya tatizo lililopata. Biblia inasema hakupata confidence ya kwenda mbele wala ya kwenda kuambia wanafunzi wake Yesu kwamba niko hapa nahitaji kusaidika. Alienda nyuma. Hebu sema alienda nyuma. Akaenda nyuma yake. Soma pale tuendelee. Akaenda nyuma yake. Akagusa upindo wa vazi. Akaenda akagusa upindo wa vazi la Yesu. Na mara hiyo kutoka damu. Soma kwa nguvu. Na mara hiyo kutoka damu. Na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Kutoka damu kwake. Hebu sema kutoka damu kwake. Kutoka damu kwake kulikoma. Kulikoma. Baada ya kugusa pindo la vazi. Amen. Mimi sijui nyumbani wanakuruhusu kuabudu au hawakuruhusu. Lakini ninachokijua ukiligusa pindo la vazi siku ya leo unapona kwa jina la Yesu. Yes. Lakini ninachojua ukiamini leo unapona kwa jina la Yesu. Hiyo sauti naomba ikae sawa. Nachojua ukiamini ya kwamba yule mgonjwa ambaye huwezi kumponya wewe, Yesu anaweza kumponya, anapona leo kwa jina la Yesu. Unasikia kile ninachokisema? Piga kelele sema ninapona kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Akaenda kimya na akapita nyuma, akaenda taratibu, akaenda mpaka akaligusa pindo la vazi. Alipogusa pindo la vazi, kutoka damu pale kukapona. Yes. Mimi sijui unataka mambo gani yakome kwenye maisha yako. Sijui unataka vitu gani visiendelee kwenye maisha yako. Sijui hali gani hutaki endelee. Sijui umekerwa na hali gani kwenye maisha yako. Sijui umekerwa na hali gani kwenye familia. Sijui umekerwa na kitu gani ambacho unatamani Bwana Yesu akimalize. Niko hapa kumleta Yesu mzima kama alivyo. Niko hapa kumleta Yesu mzima kama alivyo. Chochote ambacho ni changamoto Yesu anakimaliza. Lolote ambalo ni shida Yesu analimaliza. Lolote ambalo halikuwezekana Yesu analimaliza. Zilikuwa ni siku mbili za matendo makuu ya Mungu. Natamani atusipate siku chache kwenye maisha yako. Na useme niingia katika siku ya pili na nikutana na Mungu kwenye maisha yangu. Sasa mambo yangu yamebadilika. Sasa hali yangu imebadilika. Watoto wangu wamebadilika, wamekuwa wema. Biashara yangu imebadilika, imekuwa sawa. Kazi yangu imebadilika. Mambo yamekuwa mazuri. Promotion imeonekana. Nimelipa pesa zangu. Nimelipa madeni yangu. Nimesoma, nimefaulu. Ninazungumza na mtu ambaye yuko hapa na yuko tayari kwa ajili ya Mungu kuingia kwenye maisha yake na kutenda jambo la tofauti na kufanya kitu tofauti. Itokee kwako kwa jina la Yesu aliye hai. Itokee sawa na imani yako. Itokee sawa na unavyoamini. Itokee sawa na unavyotaka. Yule mama alikosa ujasiri, lakini leo pokea ujasiri kwa jina la Yesu. Leo pokea ujasiri kwa jina la Yesu. Pamoja na kukosa ujasiri wa kawaida, lakini imani yake ilikuwa ya viwango vya juu. Alisema nikigusa tu pindo la vazi, shida yangu itaisha. Kitendo cha wewe kusikia hii sauti, shida yako inaisha. Kitendo cha wewe kusikia na kuniona hapa, tatizo lako inaisha. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Oh my God, my God, my God. Itokee hivyo kwenye maisha yako. Itokee hivyo kwa watoto wako. Itokee hivyo kwenye ndoa yako. Itokee hivyo kila unapoingia. Itokee hivyo kila unapotoka. Ninatamka kwa jina la Yesu aliye hai. Yule mama aliamini Yesu, na wewe amini Yesu. Una haja ya kuamini jirani. Majirani tuliwaamini wakatusaliti. Majirani tuliwaambia shida zetu wakatuhurumia. Lakini yupo Yesu ambaye ukimfuata anayaweza yote na anayatenda yote.
Anasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Saa ya kupumzisha ni hii. Wakati wa kupumzisha ni huu. Wakati wa kurejoice, wakati wa kufurahi, wakati wa kusema nina furaha na Bwana. Furaha ya Bwana iko ndani yangu ni huu. Furaha ya Bwana iko ndani yangu ni huu. Wakati wa magonjwa kuachia mwili wako ni huu. Wakati wa ile shida kuachia nyumba yako ni huu. Wakati ni huu kwa jina la Yesu. Na inawezekana. Wanadamu walikuzungusha kwenye mambo yao ukaona haiwezekani. Ni kweli kwa wanadamu haiwezekani, lakini kwa Mungu yote yawezekana. Kwa wanadamu ni ngumu, lakini kwa Mungu yote yawezekana. Nataka uamini uelewe ya kwamba leo unaandika historia ya muujiza wako. Unaandika historia yako mpya kwa dakika hizi 20 tu. Unaandika historia ya maisha yako. Unaandika historia ya biashara. Unaandika historia kwa jina la Yesu. Oh my God, oh my God, oh my God. Ninakumbuka siku moja nikiwa pale National Housing, akaleta mama mmoja na ndugu yake, wameleta mtoto amekufa. Wananiambia mchungaji, huyu tusaidie, mara yake analia. Mungu akanielekeza nikamate kofia ya yule mtoto mdogo, nikaikamata, nikaomba ndani ya dakika 5 zilitosha kurudisha maisha yule mtoto. Ninatangaza kwa dakika hizi 20 maisha yako yanabadilishwa makanda. Maisha yako yanatengenezwa. Moto mpya unawaka kwa jina la Yesu. Baraka zinatokea kwa jina la Yesu. Adui anakimbia kwa jina la Yesu. Nyumba yako sio ya kuchezewa na wachawi. Kazi yako sio ya kuchezewa na wachawi. Wewe sio wa kuhangaishwa na kuhangaika. Umelia, umesema imetosha. Nasema wakati umefika. Unaangalia mwaka, unaona mwaka unaisha, lakini mambo yako hayajakaa sawa. Hata maono yako hujayafikia. Siku zilizobaki, naifungua milango ya maono yako. 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 Inawezekana kabisa. Masaka paladika la doya ela mandana koshaka paladokaya. Ukiangalia kushoto haweni faida, ukiangalia kulia haweni faida. Ni kama mwaka mzima umekuwa ni wa hasara. Ninamleta Yesu wa faida. Biblia inasema mimi ni Mungu nikufundishaye ili kupata faida. Nimekuja kusema iko faida inakuja, na deni ya maisha utalipapo. Ninafungua milango ya fedha ili uweze kulipa madeni yako. Ninafungua milango ya fedha. Haya doa ndoto, milango yote naifungua in the name of Jesus. Simama, chukua miguu.